Dada Christina, karibu sana. Asante sana Joyce. Tuambie umetokea wapi, umetusikia wapi, kwa nini uko kwenye kituo chetu cha Dada Center? Mimi naitwa Christina Francis. Nimetokea Kimara, naishi hapa Dar es Salaam. Okay. Nimejiunga na Dada Center kwa sababu nataka nitegemee mwenyewe kiuchumi. Wow. Pia nataka nifungue biashara yangu. Nimekuja kwa nini kutafuta mtaji. Nataka nifungue biashara yangu. Biashara gani? Nataka nifungue biashara ya vipodozi. Okay. Na umeshajua unahitaji kiasi gani? Nishajua nahitaji kiasi gani. Kiasi gani? Mtaji wangu. Ngapi? Almost kama 500,000. 500,000 ufungue biashara ya vipodozi? Vipodozi kwa kawaida tu. Utafungua duka au unauzia mkononi? Nitafungua kibanda. Kibanda. Kwa nini unaanza na mtaji huo wa 500,000? Kwa nini umechagua kuanza na 500,000? Kwa sababu naona ni mtaji ambao naweza nikapata kupitia kazi kwa Dada Center. Naweza nikapata kiharaka. Hasa kwa Dada Center mkataba wetu ni muda gani? Kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Na ndani ya mwaka mmoja kwa mshahara wa chini kabisa ambao ni 100,000 kwa mwezi, unapata 1,100,000 na 200,000. Sasa manake uko tayari kufanya kazi mwaka mmoja, si ndio? Niko tayari. Kwa hiyo 1,100,000 na 200,000 utakayopata utasave 500,000 tu kwa ajili ya mtaji. 500,000 kwa ajili ya mtaji, 500,000 nyingine kwa ajili ya matumizi mengine ya familia. Okay, wewe una familia gani? Na watoto, umeolewa, una mume, una baba, una mama? Hapana. Kwa ajili ya wazazi wangu. Wazazi wako? Wazazi wako wako wapi? Wanaishi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo bado hujaolewa? Wala una watoto? Ndiyo. Okay. Sawa, lakini si ndio uko kwenye process hizo, utapata kama mwanamke. Si ndio? Kama mwanamke atajalia. Kwa nini asijali? Wewe si mwanamke na yeye amekuumba. Kwa hiyo wewe ni ubavu wa mtu ambaye yuko mahali kwa wakati sahihi, wakati wa Mungu, mtakutana, mtaendelea. Cha muhimu tu umejipanga mapema, umekuwa mjanja kwanza kuja kujipambania. Maana tulifundishwa kusubiria wanaume waje tuolewe, tuanze kuwapikia na kuwafulia maisha yetu yote. Matokeo yake tunabaki kwenye umaskini. Sasa sisi hapa tunataka wanawake, tunawafundisha wanawake kujitegemea, kujipanga mapema, ili hata wanapokuja kuingia kwenye maisha ya ndoa, majukumu, unajua, na wao waweze kuwa na mchango kwenye familia na changamoto zozote zinazotokea, kwa sababu kwenye maisha changamoto ni sehemu ya maisha. Sijui naelewa kwa lazima ujiandae kukabiliana na changamoto. Ukikaa tu kama vile wewe uko mbinguni, sio kweli. Duniani hapa ziko changamoto ambazo lazima tu kwa namna moja zitakuja. Sasa kama umeweteka utashindwa kuzikabili. Kwa hiyo unapokuja kwa ajili ya kuanza kujitengenezea maisha yako, biashara zako, yani ni kitu kikubwa sana kwenye maisha, especially kwa wasichana. Kwa mimi nakupongeza sana Dada Christina na kukaribisha sana. Kitu cha muhimu nataka ujifunze wewe na wenzako wote taratibu za kazi. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, ndio kama tunavyofundisha, lazima uwe mnyenyekevu, uwe mpambanaji, ukubali marekebisho, ukubali kujifunza kila siku. Utaenda kwa bosi wako, atakuelekeza, usiwe na kiburi, usiwe na ujeuri, na ufanye kazi zake kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, ili hata Mungu aweze kubariki. Sababu Mungu anaahidi kutubariki, kubariki kazi za mikono yetu. Lakini lazima uwe mwaminifu. Uwezi ukafanya kazi za bosi wako vibaya ukatarajia Mungu atakubariki, sio kweli. Kwa hiyo tumeelewana Ukifanya kazi hivyo kwa utaratibu tuliouweka, hatuna ugomvi, hatutagombana, kila mtu atafanikiwa. Wewe utafanikiwa, sisi tutafanikiwa, bosi wako atafanikiwa. Kwa sababu na yeye atakuwa anajua nina Christina nyumbani, dada anajitambua, anajielewa, anaenda zake kazini akiwa na utulivu wa akili. Anajua nyumbani kule kuna mtu atafanya majukumu yake vizuri bila kufatwa au kupigizana kelele, si ndio? Ndiyo. Kwa hiyo nakutakia kila laheri. Asante Dada Joyce. Karibu.